Karibu URA Stewardship and Guardianship Administration na Kigongona Program. Ni Nabii Jao Gikuyu. Leo tunaangazia kigongona kia nyumba, na kigongona kia nyumba kinatakaswa kwa kutumia madhabahu ya mlima Kirinyaga. Hii ni ibada ya siku 2. Maji hutumika katika hii ibada. Wakati wa kuomba, angalia upande wa mlima Kenya. Chagua sehemu moja maalum ndani ya nyumba yako. Sehemu hiyo inakuwa kigongona kia nyumba yako. Siku ya kwanza, ombea maji. Simama kwenye sehemu ya kigongona kia nyumba bila viatu. Inua mikono yako na uangalie upande wa mlima Kenya. Omba Mwene Nyaga ageuze maji yako kuwa maji matakatifu. Hifadhi maji yako vyema. Siku ya pili, rudi sehemu ile ile alfajiri. Mimina maji yako yaguze miguu yako. Unapomimina, muombe Mwene Nyaga akupatie malaika 7, malaika wakuu 7. Tumia Gikuyu spirituality kwa ajili ya ibada kamili ya uanzishaji. Maliza sala na ibada zako kwa thai ya Mwene Nyaga thai. Mimi nitakwambia ya kwamba kigongona kia nyumba ni madhabahu muhimu sana ambayo unafaa kuwa nayo, kwa sababu ili ombe Mwene Nyaga unafaa ukuwe na sehemu ambayo wewe umetenga kwako kwa nyumba ndani, na kila wakati unaenda kuomba kwa hii sehemu huwa haikui ya kawaida, kwa sababu huu unatumia maji na una modulate na mlima Kenya. So unafaa kuwa kila time unataka kuomba unaenda kwa hii sehemu, na haitakuwa ya kawaida. Na unafaa ujue ya kwamba kuna watu ambao wako kwa dunia watu, halafu waliokufa wote wanakuwa spirit, roho. So hakuna mtu alikufa akapotelea. Kenye walipoteza ni miili yao physical, hiyo miili ya kuuzwa, kwa sababu si kusema ati maisha inaishia kwa grave, hapana. Ukikufa kuna maisha ingine, na juu ya waliokufa kuna malaika 7. Hawa malaika 7 ni wenye kwa Biblia unasikia. Unajua kuna kitabu ilitolewa ya Enoch ilikuwa imeandika kuhusu hawa malaika 7. Kwa saa hii kuna watu hawajui kuhusu malaika, na malaika ni wao wamekaribia Mungu sana. Na malaika mimi nimewaona ni pure body of light, na anakuambia malaika huwa wanatoka mlima Kenya. Na hadi Prophet Muhammad alipuchiwa na malaika mmoja, na malaika hadi hawa tunasikia wakiandikwa kwa Biblia, hadi Abraham, hadi unaona Danieli hakunakuliwa na, hadi unaona hadi Shadrach na Abednego hakunachomeka na moto. Ni juu hawa malaika. Hawa malaika ni muhimu sana, na hadi wewe unaweza kuwa nao na watakuwa wanakupea service, wanakupea protection. Na ni maji utatumia na siku 2 ili ufanye hii ritual, ukuwe na madhabahu yako ya kigongona kia nyumba. Unafaa ukuwe ujue ya kwamba hii wakati ukisoma kwa Biblia uone Isaya 2 kuanzia 1 hadi 4 inaongea kuhusu mlima Kirinyaga. Na hii wakati tuko ndiko utaona hii mlima ikisaidia Afrika iunganishwe ikuwe nchi moja. Hakutakuwa na hizo vita tena. Mlima Kirinyaga italeta global peace. So mimi nakwambia ukitaka vizuri kuwa na hii madhabahu, itakubadilisha na itakupea protection. Hadi wachawi hata kuweza, hakuna mtu atawahi kuweza. Utakuwa na maisha mzuri sana. Juu Mungu akikuumba ulikuwa ukuwe na hii madhabahu. Hiyo mlima Kenya si mlima ya kawaida. Hadi hiyo jiwe ya hiyo mlima ilitoka na huko juu outer space, ikaanguka hapo na ikatengeneza hiyo mlima. Na unafaa ujue Mungu ndiye alichagua kuwe anaishi kwa hiyo mlima. Juu Mungu pia akona mwili wa light, body of light. Na mimi nakwambia nimekuwa witness, juu nimekuwa prophet, nikachaguliwa. Siku najua nitakuwa venye niko, lakini nimekueleza kuhusu safari yangu, na mimi ndio maana naweza kukueleza kwa undani vile utafanya ili uweze kupata nguvu ya hii mlima, the positive energy, positive radiation, ili kusaidia kwa maisha yako. Siku ya kwanza utaenda uchote maji ili uombe hii maji ikuwe holy water. Na ili uombe unafaa ujue kwamba unaomba bila viatu. Utafute hiyo sehemu, unafaa ukuwe nayo. Ukitafuta hiyo sehemu ndani ya nyumba yako, utoe viatu, uangalie ule pande mlima inakuanga. Juu unafaa uombe kaa umeface kigongona. Unafaa ujue country
zote ziko kwa globe moja, one planetary globe. So kuna mambo ya ulimwengu, unafaa kujua mambo ya universe ili ujue ya kwamba dunia inakuwaga aje. So utoe viatu, uombe kama umeinua mikono, umeangalia hiyo upande wa mlima Kenya, na uambie Mwene Nyaga akubarikia maji yako ili kuwe holy water, na hii maji ndio utatumia kutengeneza hii kigongona kia nyumba penye utakuwa unaenda kuombea, na patakuwa na nguvu sana, patakusaidia sana katika kiroho. Na unajua ya kwamba ukiombea maji siku ya kwanza unafaa uhifadhi hii maji ili absorb radiation, na nimekwambia liturgy ndio unafaa utumie. Siku ya pili ndio huwa sasa una activate ili ukuwe na hawa malaika 7. Nimekwambia kuna watu, kuna roho, kuna malaika 7 na Mungu mmoja. So ili ukuwe na hawa malaika utakuwa unamwaga maji na kuguza miguu yako kwa feet zako, na ili upate malaika wa kwanza, malaika wanakuwa 7, ni 7. So ili upate wa kwanza utamwaga hii maji iguze mara kwa mguu yako mara moja, ili upate malaika wa pili umwage mara 2 hiyo maji, na nimekueleza unamwaga inaguza miguu yako, ili upate malaika wa 3 unamwaga hii maji bado inakuguza mara 3, ili upate malaika wa 4 unamwaga hii maji mara 4 kwa miguu yako, ili upate malaika wa 5 unamwaga maji mara 5 kwa miguu yako, ili upate malaika wa 6 unamwaga mara 6, na ili upate wa mwisho. Na hii ni muhimu sana uelewe ya kwamba wanakuwaga 7. So kumalizia utamwaga mara 7 maji iguze miguu yako, na ukifanya hivi hiyo area haitakuwa ya kawaida, itakuwa psychic, itakuwa inaanguka radiation, na ni vema upaguze hiyo maji itakuwa imemwagika. Juu unafaa uache kigongona kia nyumba ikiwa dry, ikiwa safi, na unafaa usikilize zaidi ili ujue hii kigongona kia nyumba kwa undani. Juu nakwambia itakusaidia sana. Unaweza iweka ukiwa pahali popote kwa dunia, borake tu ujue ule pande mlima Kenya hukua. Kumbuka Mungu ni mmoja wa huyo mlima, na amejionyesha kwa njia tofauti, na ndio maana unaona majina yao inabadilika. Na unafaa ujue ya kwamba Mungu ndiye alichagua makao yake ikuwe kwa huyo mlima Kenya. Ni mlima itasaidia hii nchi, na kuambia juu hatutaendelea kuwa harmed. Kuna entities nimekwambia zimeendelea kuhamu wa Afrika wameuawa sana, na nakwambia hadi saa hii kuna watu wanaendelea kufanya hivyo, lakini wao wako misaligned, na saa hii ni cosmic restoration. Na nakwambia ukikuwa na hii madhabahu itakusaidia sana, ili ukiwa unaomba kama umeface upande wa mlima Kenya. Juu nakwambia mlima Kenya ni makao ya Mungu. Asante sana.